Naam, habari yako na uhali gani mfuatiliaji wa 360 On Air TV au Moka 360. Natumaini wewe ni mzima kabisa wa afya. Naam, kama ilivyo ada yetu sisi tuko hapa kwa ajili ya kuweza kukufikishia wewe updates zote ambazo zitajiri ndani ya mipaka ya nchi ya Tanzania na nje ya mipaka ya nchi ya Tanzania. Bana, karibu sana kufuatilia taarifa zetu hapa ambazo ni makini kabisa, na kama utahisi hombwe la namna yoyote hivi, labda kuna taarifa huzielewi, basi hapa 360 On Air ni sehemu ambayo utaweza kumaliza kiu yako kabisa. Yes, bana, taarifa ambazo zimetufikia hapa ni kuhusiana na msanii Yammy kwamba kutishia kutaka kujiua kutokana na hali ya maisha ya kimuziki ambayo anayepitia sasa hivi. Rumors zimekuwa nyingi sana na bondia wa ngumi za kulipwa nchini Hassan Mwakinyo ameweza kutia neno baada ya Yammy kuweza kupitia katika hali hiyo. Yeye kama brother mkubwa ameamua kuweza kusema kitu kuhusiana na swala hilo ambalo anapitia Yammy. Naam, hivi karibuni bwana, bondia wa ngumi za kulipwa Yes Hassan Mwakinyo Junior amesikitishwa na kitendo cha msanii wa kike Yammy TZ kuandika ujumbe wa kutaka kujiua kutokana na hali ya kimaisha ya kimuziki wake anayoipitia hivi sasa hivi. Naam, kupitia ukurasa wake wa Instagram, bondia Hassan Mwakinyo amechapisha ujumbe unaosomeka kama ifuatavyo. Basi bwana, ndugu msikilizaji, kwa ajili ya mwendelezo wa taarifa hii ni vyema sana kwanza ukafanya kitendo cha kiungwana cha kuweza kusubscribe chaneli yangu ya YouTube hapo Yes at Moka 360, na hapo ukifanya hivyo basi utakuwa wa kwanza kabisa wewe kuweza kupata taarifa zetu ambazo zinajiri kwa kila siku hapa ndani ya 360 On Air. Yes bana, bana Hassan Mwakinyo watu wengi tunamtambua kama ni bondia wa ngumi za kulipwa na ni kutokea ni mzaliwa wa kule mkoani Tanga na yeye ameweza kuanza karia yake tangu mwaka 2015. Bwana huyu ni bondia wa ngumi za kulipwa kutoka nchini Tanzania na ni mwanamwasumbu wa uzito wa kati. Mpaka mwaka 2018 Mwakinyo alikuwa anashika namba 235, hiyo kwa rekodi ya kidunia, na alikuwa anashika namba moja kwa rekodi ya barani Afrika, kwamba hakuna bondia katika ndondi za uzito wake ambaye aliweza kubiti hiyo sehemu, kwamba yeye aliweza kushika namba moja kuanzia hapo 2018 I think mpaka hivi sasa. Yes bana, bwana Hassan Mwakinyo bwana ameweza kuandika waraka mzito kidogo kufuatia bwana, baada ya Yammy kuweza kuandika katika ukurasa wake wa Instagram kwamba bwana, sasa hivi mambo yamekuwa mengi sana, anapitia wakati mgumu baada ya watu kumtupia maneno makali, yes, kumdhalilisha labda kwa zile picha zake ambazo anapiga watu kumletea kejeli, na pia hata kwa wazazi wake imekuwa sio jambo jema, na mpaka kufikia hatua ya kuweza kama kumkataa hivi namna moja ama nyingine. Na tunamtambua msanii Yammy bwana, ana muda mchache sana tangu kuanza kwake kwa karia ya muziki mpaka hapo alipofika katika hatua ya kuweza kusainiwa katika lebo ya African Princess ambayo inamilikiwa na mwanadada Nandy pamoja na mpenzi wake Billnass, mpaka kufikia hatua ya kuweza kujitoa, kuondoka na kwenda kusimama kama msanii binafsi ambaye anaweza kujisimamia mwenyewe. Na sasa hivi Yammy ni msanii huru ambaye anajisimamia mwenyewe. Bana, imezua rumors kidogo kutokana na picha ambazo anapiga asilimia kubwa kama ana copy culture za Wahindi hivi, kwa kuweza kuonyesha sehemu za nyeti za sehemu zake nyeti, labda kwenye sehemu ya kitovu hivi za maungo yake, anashona nguo ambazo za kuweza kuonyesha hiyo sehemu, sio ya kuziba moja kwa moja, na kwamba jamii kubwa ya Kiafrika inakuwa labda sio culture zetu, na kuweza kusema maneno mengi sana kwamba huyu dada mbona anakaa uchi kabisa. Kwa hiyo bwana, hiyo ya kufanya hivyo, pia hata wazazi wake iko kitendo kwa akikuweza kuwafurahisha kwanza kumuona Yammy akiwa katika mavazi hayo, na wao wanajua kwamba mtoto wao ni mtoto bora ambaye wamemlea katika maadili mema kabisa. Na vipi leo anaweza kuvuka mipaka na kuweza kuvaa nusu uchi, anavuka mila na desturi ambazo ziko nyumbani kwao. Basi bwana, bondia Hassan Mwakinyo ameweza kuzungumza mambo mengi sana, ameweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba
Pole sana mdogo wangu Yami, lakini kama utakumbuka vizuri, mimi nilikuwa mtu wa kwanza wa mwanzo kabisa kukusihi na dunia ya umaarufu, lakini uliubeba ukasahau, na wewe umezaliwa ni mtoto kwa wazazi wako, na hakuna mzazi angependa kuona mwanaye anavaa vile unavyovaa wewe sasa hivi. Kwa kipawa ulicho nacho na ulichobarikiwa na Mwenyezi Mungu, bado ungebaki kuwa msanii bora wa kike mzuri, hata kama ungekuwa unavaa kanzu. Mimi kaka yako niko tayari kuzungumza na wazee wako ukiridhia. Bana, hayo ni maneno ambayo amesema bwana King Hassan Mwakinyo, na mbondia huyu amekuwa karibu sana na wasanii kwa miaka ya hivi karibuni tangu kupata umaarufu wake kupitia mchezo wa masumbwi. Basi imekuwa kama ndugu hivi basi, na kuweza kutoa ushauri sometimes, na imefikia hatua hiyo bwana kuweza kuingilia au kulivalia njuga swala la Yami kwa kipindi kigumu ambacho anapitia, mpaka kutaka kujaribu kujiua mwenyewe kutokana na makelele ambayo yanamchanganya. Bana, kwa taarifa zaidi basi ni vyema sana kama utasubscribe channel yangu ya YouTube kwa ajili ya miendelezo mingi hapa. Utasubscribe kupitia jina la Moka 36 au 360 on air. Basi ukisha subscribe pale utabonyeza alama ya kengele pia, na utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kupata updates zetu, yes, hapa ndani ya Moka 360 TV, na utakuwa